Na asubuhi njema popote ulipo, hujambo na karibu katika mwangaza wa kidede awamu ya saa 3, na tumeamka salama na ubweri wa afya. Jina langu ni Sara Nzilani. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amefichua kwa polisi hawakuarifiwa kuhusu mkutano wa kisiasa wa Kitengela ulioongozwa na katibu mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Edwin Sifuna na uliovuta maelfu ya wafuasi Jumapili iliyopita. Sifuna aliongoza mkutano hasimu wa ODM uliohudhuriwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, gavana wa Siaya James Orengo na naibu kiongozi wa chama cha ODM Geoffrey Osotsi, miongoni mwa viongozi wengine. Ghasia zilizuka wakati wa hafla hiyo baada ya polisi kufyatua vitoa machozi na kufyatua risasi kutawanya umati huo. Kufuatia mkutano huo, Sifuna alithibitisha kuwa mtu mmoja aliuawa na kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Akizungumza katika kongamano la huduma na usalama mashinani katika kaunti ya Nakuru, Murkomen amedai kuwa mkutano huo ulifanyika siku ya soko na kuongeza kuwa wakazi wengi walikumbwa na mzozo huo. Aidha, amedai kuwa wahuni walikuwa wamesafirishwa kutoka Machakos na Nairobi kuhudhuria mkutano huo. Matamshi ya Murkomen yanajiri huku mrengo unaoongozwa na Sifuna kujiandaa kuzuru kaunti ya Kakamega chini ya ziara ya Linda Mwananchi katika kile kinachosemekana kuwa mtihani na wa umaarufu wa mrengo huo. Kujibu machafuko ya Kitengela, Sifuna amewakashifu Rais William Ruto na Waziri Murkomen kwa madai ya ghasia hizo, akiwashtumu kwa kupeleka polisi na kuajiri wahuni kutatiza mikusanyiko ya watu. Aidha, Sifuna ameapa kuchukua hatua za kisheria na kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA imemteua Nashon Kondiwa kuwa mkurugenzi mkuu wake mpya kwa muhula wa miaka 3 unaoweza kurejeshwa kuanzia Jumanne Februari 17 mwaka huu. Katika taarifa, mwenyekiti wa bodi ya NTSA Hatib Abdalla, mamlaka ilionyesha imani katika utaalamu wa Kondiwa na kueleza NTSA kwenye viwango vya juu zaidi. Kabla ya uteuzi wake, Kondiwa alihudumu kama naibu mkurugenzi teknolojia ya mawasiliano na habari katika NTSA, ambapo aliongoza ubadilishaji wa kidijitali wa mamlaka hiyo na mifumo yake ya utoaji wa huduma. Kulingana na bodi, rekodi iliyothibitishwa Kondiwa katika idara ya ICT itakuwa muhimu katika kutoa utendaji bora. Kondiwa sasa atachukua nafasi ya George Njao aliyemaliza mihula yake miwili ya uongozi. Kididi FM kwa habari moto moto. Na shirika lisilo la kiserikali limeonya kuwa watoto wenye ulemavu wa uso kama vile midomo iliyopasuka na kaka wanadai kuuzwa kwa viungo vyao. Shirika hilo la Love Without Reason linasema watoto wanaozaliwa na ulemavu wa ngozi wa kichwa wamekuwa wakilengwa na walaguzi, lengo linalotokana na unyanyapaa na habari potofu ambazo zimewaacha watoto hao kwenye hatari kubwa. Kulingana na Santos Matthew, mwanzilishi mwenza wa Love Without Reason, amewaambia waandishi wa habari huko Garissa kwamba wasafirishaji haramu wanatumia vibaya mazingira magumu ya watoto kama hao, na amevitaka vyombo vya habari kutoa elimu kwa umma na kuachana na dhana potofu zinazohusu mipasuko ya ngozi na huku akisisitiza kuwa unyanyapaa bado ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokabili familia zilizoathirika. Matthew pia ametoa wito kwa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali kujiunga na mpango huo, akibainisha kuwa idadi ya watoto wanaohitaji upasuaji wa kurekebishwa inaendelea kuongezeka kila mwaka. Pia amelaani unyanyapaa unaowakabili watoto wenye ulemavu wa ngozi ya kichwa, akibainisha kuwa ubaguzi wa hali ya juu wa hali hiyo na uwezo wao mara nyingi huathiri kujistahi na maendeleo kwa ujumla. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika habari zingine ni kuwa chama cha wanasheria nchini Kenya kina ushirikiano na IEBC kushughulikia udhaifu wa mifumo uliofichuliwa wakati wa uchaguzi wa hivi majuzi na kuhakikisha ni wagombeaji waliohitimu pekee ndio wameidhinishwa kuwania nyadhifa za umma. Ushirikiano huo ulioimarishwa wakati wa mawasiliano ya heshima katika makao makuu ya tume hiyo jijini Nairobi siku ya Jumatatu
unaashiria mabadiliko kutoka kwa kesi tendaji hadi mageuzi awali kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Ukaguzi wa LSK wa uchaguzi mdogo wa hivi majuzi ulifichua dosari kubwa inayoonyesha mtengano kati ya sheria ya uchaguzi na sheria ya uongozi na uadilifu. Kutokuwa na uwiano huo kumezua mwanya wa kuruhusu wagombeaji ambao hawajachujwa ipasavyo kupita katika mchakato wa uteuzi na hivyo kudhoofisha juhudi za kuhakikisha wagombeaji walio na maadili mema pekee ndio wanaoruhusiwa kugombea nyadhifa za umma. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amebainisha kuhusika kwa LSK akisema tume hiyo haiwezi kufanikiwa kutengwa. Aidha, Ethekon amesisitiza kuwa uwazi wa tume hiyo kwa ukosoaji unaojenga na usaidizi wa kiufundi kutokana na jumuiya ya kisheria. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kimataifa ni kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeataka makubaliano ya kusitisha vita Gaza yawe ya kudumu. Baraza hilo vile limeikosoa hatua ya Israel ya kutanua udhibiti wake katika ukingo wa Magharibi kama tishio la juhudi za kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili. Hayo yote yanakuja katika mkesha wa mkutano wa kwanza wa ile bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump ambayo inakutana kujadili mustakabali wa Palestina. Mkutano huo wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulikuwa umepangiwa kufanyika Alhamisi ila haukuruhusiwa kwa kufanya mapema baada ya Trump kutangaza kuwa mkutano wa hiyo bodi hautafanyika siku hiyo, jambo ambalo limetatiza mipango ya usafiri wa kidiplomasia ambao pia ulistahili kuhudhuriwa na mkutano wa bodi hiyo na Umoja wa Mataifa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi FM.